Karibu mpenzi mtazamaji wetu tuweze kuangalia matokeo ya kimichezo katika yale yaliyojiri katika ile kombe la UEFA Champions League, ligi ya mabingwa Ulaya. Kwanza kabisa na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu, lakini pia uweze kufollow pamoja na kulike kwa ajili ya kuendelea kupata update nyingi zaidi za kimichezo. Jana palikuwa na mechi kadhaa ilichezwa viwanja mbalimbali, wababe waliweza kumenyana. Tukianza kabisa na pale Ajax aliweza kufungwa na Benfica mabao 2-0 na kumfanya Benfica aweze kung'ara mbele ya Ajax. Mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Galatasaray ile ya Osimhen pamoja na Union Saint-Gilloise, ambapo Union Saint waliweza kumfunga Galatasaray bao 1-0. Galatasaray alipoteza mbele ya Union. Lakini pia mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Bodo Glimt pamoja na Juventus. Hapa pamoja kwa moja Juventus aliweza kuibuka na ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Bodo Glimt. Mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Napoli pamoja na Karabag Feki, ambapo Napoli aliweza kuwagaragaza Karabag mabao 2-0. Napoli aliweza kushinda. Mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Olympique Marseille na Newcastle ya kule Uingereza, ambapo Newcastle alipoteza mchezo huo kwa mabao 2-1 na kumfanya Marseille aweze kuibuka kidedea kwa kuifunga Newcastle mabao 2-1. Mchezo mwingine ilikuwa ni kati ya Borussia Dortmund na Villarreal ya kule Hispania, ambapo moja kwa moja Borussia Dortmund iliweza kuigaragaza Villarreal mabao 4-0. Villarreal walipoteza dhidi ya Dortmund. Dortmund ilishinda mabao 4-0. Mchezo mwingine ambao ulikuwa ni mchezo uliochukua hisia za watu wengi na mchezo ambao ulifuatiliwa na watu wengi sana siku ya jana, ilikuwa ni kati ya wababe wa kule Uingereza Chelsea pamoja na wababe wa kule La Liga Barcelona. Wababe hao wawili walikutana siku ya jana, na kabla ya mchezo huu palikuwa pana tambo nyingi sana kati ya Lamine Yamal na Estavio. Kila mmoja alikuwa anajaribu kuwashindanisha, lakini hatimaye Estavio aliibuka mwamba siku ya jana mbele ya Lamine Yamal kwa kuweza kuisaidia timu yake ya Chelsea, ambao Chelsea katika mchezo huo iliweza kufanikiwa kuifunga Barcelona mabao 3-0. Ukisikia 3-0 ndio hii hapa sasa. Chelsea alishinda 3-0 dhidi ya Barcelona. Lakini pia mchezo mwingine ilikuwa ni kule Uingereza tena, Manchester City alikuwa na Bayer Leverkusen. Mchezo unao pia ulikuwa ni moja ya michezo mizuri sana kwa siku ya jana, lakini Manchester City alipoteza dhidi ya Leverkusen kwa mabao 2-0. Watu wengi walifikiri Man City anashinda jana, lakini akapoteza kwa mabao 2-0 dhidi ya Leverkusen. Mchezo wa mwisho ulikuwa ni kati ya Slavia Praha pamoja na Athletic Club. Watu wao wababe hao wawili walimenyana kwa kutoshana nguvu. Walitoka 0-0 Slavia Praha pamoja na Athletic Club ya kule La Liga. Mchezo ulitoka suluhu ya bao 0-0. Michezo mingine itaendelea tena leo katika viwanja mbalimbali, na michezo itakayokuwepo itakuwa ni Pafos watamenyana na Monaco, Copenhagen watamenyana na Kairat, Olympiacos watamenyana na Real Madrid, Sporting Club watamenyana na Club Brugge, Eintracht Frankfurt watamenyana na Atalanta, Liverpool watamenyana na PSV. Mchezo utakuwa mzuri sana kwa sababu kocha wa Liverpool anaenda kukutana na timu ambayo anaifahamu vizuri sana. Atletico Madrid watamenyana na Inter Milan, Arsenal na PSG watamenyana. Huu utakuwa ni mchezo ambao utachukua hisia za watu wengi sana. Arsenal pamoja na PSG Arsenal pamoja na Bayern Munich Arsenal na Bayern Munich watamenyana. Itakuwa ni mchezo mzuri sana wakati Arsenal na Bayern. Pia PSG atamenyana na Tottenham Hotspur. Na michezo hii yote itapigwa majira ya saa 5 kamili za usiku, isipokuwa tu michezo miwili kati ya Pafos na Monaco na Copenhagen na Kairat yenyewe itachezwa saa 4:45 kwa saa za Afrika Mashariki. Je, nani ataibuka mshindi leo? Ni Bayern Munich au ni Arsenal? Ni PSG au ni Tottenham? Tukutane kesho kwa update zaidi za kimichezo, na kukaribisha uweze kusubscribe pamoja na kutufollow kwa upande wa TikTok na Facebook. Bye bye.